Funzo 5 za kiroho kutoka kwa maisha yake Abraham. Funzo la kwanza, imani inayotii. Imani ni pale unapomwamini Mungu anapokuahidi kitu. Unapomwamini Mungu kile anachosema katika neno lake. Imani ya kweli ni kutembea kwa kutii hata kama njia haijawa wazi. Somo la pili, muda wa Mungu ni mkamilifu. Kuchelewa si kukataliwa. Ibrahim alimsubiri Mungu miaka mingi hadi kumpata Isaka. Ahadi hii ilionekana kuchelewa, lakini Mungu alikuwa anamuunda na kumtengeneza Abrahamu. Majira ya kungoja ni ya kuandaliwa, na ukumbuke ya kwamba Mungu hasahau ahadi zake. Yeye ni mwaminifu. Somo la 3, sadaka hufungua ufunuo mkubwa zaidi. Wakati Abrahamu alimtolea Mungu sadaka, Mungu alijifunua kwake kama Yehova Yire. Bwana Yesu asifiwe. Saa zingine ule sacrifice unayofanya kwake Mungu naye anajifunua kwako zaidi. So jifunze sana kujitolea, jifunze sana kujipeana kwake Mungu na kutaka kumjua. Maana hapo ndipo Mungu anapojifunua zaidi na unamuelewa kiundani. Agano la Mungu linatokana na uhusiano, desturi. Mungu alifanya agano na Abrahamu kupitia uhusiano waliokuwa nao na Abrahamu. Bwana Yesu asifiwe. So kumjua Mungu kwanza, unapaswa kujenga uhusiano wako naye. Taka kumjua, taka kumkaribia, tunaitanga intimacy. Maana kumkaribia Mungu karibu na kujenga uhusiano naye, hapo ndipo unapoingia katika agano la Mungu. Somo la 5, haki hutokana kwa imani si matendo. Abrahamu alimwamini Mungu akahesabiwa kwake kuwa haki. Sio bidii yako ambayo inakuletea haki. Sio kujinyima kwako. Haki huja kupitia imani. Zidi kumwamini Mungu na zidi kutembea naye. Na kama ujumbe huu umekubariki, basi usisahau kusubscribe, usisahau kushare na usisahau kubonyeza the like button. See you next time and